Unaangalia Jehova Jireh TV. Naam, habari gani mtazamaji wa Jehova Jireh TV? Kwa majira kama haya, wakati kama huu, sio kawaida sana kuwepo live kupitia Jehova Jireh TV, lakini leo kwa mara nyingine tena kuelekea tarehe 8 mwezi wa 3, siku ya mwanamke duniani, imetulazimu kuwa na kipindi hiki maalum kabisa kwa ajili yako mwanamke, kwa ajili yako mwanamama, kwa ajili yako binti, hata baba pia. Kipindi hiki kinakuhusu zaidi. Langu jina ni Happiness Minja, siko peke yangu hapa, niko na wanawake wa nguvu kabisa ambao watajitambulisha na tutajua nini ambacho siku hii ya leo tunakwenda kuzungumzia. Tunapewa nguvu na madhabahu ya Ngome Yesu Kristo kwa kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwacha, ambaye anafanya ibada zake kila siku ya Jumanne, Ijumaa na Jumapili. Jumanne na Ijumaa saa 8, saa 9 masaa ya kusali. Siku ya Jumapili saa 12 kamili asubuhi ibada inaanza. Karibu sana katika ibada ya siku ya kesho, kuelekea siku ya mwanamke duniani ambao ni mwezi wa 3 tarehe 8. Yako mambo mengi sana kama madhabahu ya Ngome Yesu Kristo wamekwenda kutuandalia, mama zetu hapa, wanawake wenzetu hapa. Kwa hiyo kwa wewe ambaye uko Dar es Salaam, sikiliza basi kwa umakini kitu gani ambacho siku ya leo tutazungumzia, na kwa wewe pia ambaye huko nje ya Dar es Salaam, pengine inaweza ikawa unahusika zaidi sana kuliko hata sisi ambao tuko Dar es Salaam hapa. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Uhali gani? Sawa. Hali za nyumbani, hali za familia kabisa. Amina sana. Mimi nawafahamu, lakini kwa faida ya mtu ambaye pengine ndio mara yake ya kwanza leo kufungulia Jehova Jireh TV, pengine yuko mjini YouTube pale amejikuta tu ameangalia Jehova Jireh sasa hivi katika channel yetu, pengine unahitaji kujua majina yako. Asante. Mimi naitwa Rehema Globu Njabili. Ndio. Ni mama mwenyekiti katika kanisa hili la First Spring Fellowship, Ngome ya Yesu Kristo. Amina sana. Na mwanamke wetu mwingine tuliyeko naye. Nashukuru Mungu sana. Naitwa Eusebia Elias. Ni mwanakamati wa wanawake. Haya, tumepata kumjua mama mwenyekiti wa kanisa na mjumbe mwenzetu hapa katika kuelekea siku yetu ya tarehe 8 mwezi wa 3. Pengine swali la kwanza, Ngome ya Yesu Kristo sio mara ya kwanza tunafanya sherehe au tunaadhimisha siku ya mwanamke. Lakini kwa mwaka huu 2025 imekuwa ni tofauti sana. Kwa nini inafanyika siku husika? Tumezoea mama mwenyekiti anatutangaziaga kwamba siku ya wanawake tutafanya kilele Jumapili yake, tutafanya kilele wiki inayofuata. Siku ya wanawake pengine tutakuwa na tukio fulani, lakini mwaka huu haitakuwa siku ya Jumapili. Lakini wakaona haiwezekani, lazima ifanyike siku ile ile. Siri kubwa ni nini mama mwenyekiti? Amina. Siri kubwa ya kufanya sherehe yetu tarehe 8 ndio mwezi wa 3 ambayo itakuwa Jumamosi. Ndio. Na itakuwa kuanzia asubuhi saa 4. Kuanzia saa 4 asubuhi siku ya Jumamosi. Siku yenyewe husika. Ni maagizo kutoka kwa Yesu, ndio, ambayo alipewa baba yetu kuhani na Mwalimu Musa Richard Mwacha kwamba mwaka huu wa kustawi, ndio, basi mwanamke astawi kabisa kwa kununua gari fusu, gari Scania kabisa, ambalo litabeba madhabahu inayotembea kutangaza kote Tanzania nzima. Ndio. Kwa hiyo kumbe katika tarehe 8 mwezi wa 3 siku ya Jumamosi tutakuwepo hapa Ngome ya Yesu Kristo kuanzia saa 4 kamili ya asubuhi. Kuanzia saa 4 asubuhi kwa sababu kutakuwa na mambo mengi mno. Ndio. Mno itakuwa ni uzinduzi wa hiyo tukio. Ndio. Na madhabahu inayotembea, lakini pia tutakuwa na viongozi kutoka serikalini. Ndio. Lakini pia tutakuwa na wajasiriamali mbalimbali. Na nichukue fursa hii moja kwa moja kwa sababu hili swali linaweza lisirudiwe. Ndio. Niwakaribishe Tanzania nzima wajasiriamali, wanawake. Ndio. Lakini hata baba kama lazima ana mke, baba ana mke, baba ana mtoto wa kike, baba ana dada pia. Ana mama yake. Yaani itakuwa ni siku ya shangwe mno. Tutakuwa na vitu vingi, vitumbuizo kibao. Na vyote hivyo vitaongozwa na wanawake. Na wanawake. Aha.
Kwa hiyo kitu ambacho tunajifunza cha mapema mama mwenyekiti hajataka kabisa kulaza damu. Anaona pengine sasa inaweza lisijirudie. Wewe mwanamke, wewe binti, wewe mzazi niseme, popote pale ulipo, siku ya tarehe 8 itakuwa ni siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili asubuhi katika madhabahu ya Ngome Yesu Kristo. Tutakuwa tuna shughuli yetu hapa, wanawake wote. Tukisema kina mama, kuna binti atasema mimi bado sijazaa, ni siku ya mwanamke. Kwa hiyo wewe mwanamke hakikisha hauji kama mgeni. Si ni kweli? Unakuja kama mwenyeji. Hakikisha kama una bidhaa zako, unafanya ujasiriamali, unafanya nini, maelekezo yote mama mwenyekiti ataendelea kuyatoa hapa sasa hivi, kwa sababu ametuambia tutakuwa na vitu vingi sana vya kufanya siku hiyo. Na vile vile ujumbe mkubwa kabisa, tutanunua skani kwa ajili ya madhabahu inayotembea. Labda nikae vizuri nimuulize mwanamke, unatamani madhabahu inayotembea kufikie nyumbani kwako? Pengine tumeshuhudia hapa Ngome Yesu Kristo tangu madhabahu inayotembea imezinduliwa, watu wengi sana wamepokea ufungulivu. Alafu imekuwa ni kitu cha muda mfupi, alafu na matokeo yake ni ya hapo makubwa. Sio kwamba madhabahu inayotembea inakuja leo alafu tusubiri wiki ijayo, mwezi ujao. Yaani ni pale pale, ni kama umefunika umefunua. Kwa hiyo sisi kama wanawake tumepewa ujumbe huo kwamba ni lazima tufanye hilo jambo ili madhabahu inayotembea ikapate kuja kutembelea maisha yetu, familia zetu. Na kama madhabahu inayotembea isipomtembelea mwanamke, kutabaki salama kweli ndani ya nyumba. Amina. Kwa sababu hapo niongezee lile swali ulilouliza ya kwamba siku zote tunakuwa tunafanya miaka yote kuhusu sherehe ya wanawake. Ndio. Hii 2025 ni ya tofauti. Kweli. Nikizungumza ni ya tofauti kiasi kwamba sisi ni shuhuda, sisi ni wanangomeni wanawake wa Ngomeni. Ndio. Nikizungumza na mwanamke anayetutazama na anayetusikiliza. Sherehe mwaka huu 2025 sio ile ya siku zote. Hii ni ya tofauti. Cha kwanza kutakuwa na baraka kubwa sana. Kwa maana fikiria mpaka mbeba maono ameona ya kwamba wanawake tunaweza kununua skani. Mara ya kwanza ilikuwa tunanunua madhabahu inayotembea. Mara kwanza ilikuwa tunanunua kichwa. Akasema mnamwachia nani? Tulijipimia, tulijikadiria kwamba sisi tutanunua kichwa. Lakini mama mwenyekiti, tusiwatenge wa baba. Sisi toka tumeanza hizi siku za wanawake, sadaka yetu imekuwa hata ikitangazwa pale tunaipandilia. Kuna ile kila mwanamke atakuja na kiasi kadhaa kama sadaka. Lakini imekuwa wanawake wanaona haiwezekani, mimi sitaki kuja na hii. Nataka nije na ya kwangu, ya mume, ya mtoto, ya nani. Kwa nafikiri ndio maana hata mtu wa Mungu akaona haiwezekani. Kichwa tu. Nani atanunua tela? Yaani hiki kawaida. Mwanamke hawezi kukamilika bila mwanaume. Ni kweli. Kwa sababu mwanaume pia alitoka kwenye tumbo la mwanamke. Ndio. Lakini pia huyo mwanaume ana dadake. Huyo mwanaume ana mama yake. Huyo mwanaume ana mtoto wake wa kike. Kwa hivyo mwanaume hawezi kujibagua kabisa katika hii shughuli. Ni kweli. Kwa sababu kama unataka tumbo la mama likombolewe, ni lazima na wewe mwanaume uingie kwenye kuchanga hizi michango. Kwa sababu mwisho wa siku hii sadaka ni ukombozi wa tumbo la mama. Kweli. Kwa sababu wote tunaelewa shetani anawinda sana uzao wa mwanamke. Kwa hivyo hii sadaka ni moja ya nini? Ya ufungulivu. Kwa sababu unapomfungua tumbo la mama, umefungua familia nzima, umefungua ukoo, umefungua kila kitu. Ndio. Kabisa. Kwa hiyo kupitia madhabahu inayotembea siku ya mwanamke duniani 2025 ni mwaka wa kustawi, na tunatakiwa tustawi na nani? Na mwanamke. Kwa wewe ambaye uko nyumbani kwako sasa hivi unatufuatilia kupitia Jehovah Jireh TV, pengine umeingia kwenye YouTube channel ya Jehovah Jireh TV au Fresh Spring Fellowship, unafuatilia kipindi hiki maalum, tuambie basi, tupigie simu yako hapa studio. Namba za studio zinapita hapa kwenye screen yako. Tupigie simu yako hapa, tuambie sadaka yako umejiandaje kwanza na hilo tukio la tarehe 8, na sadaka yako pia utaitoa kwa njia gani, kwa sababu tayari namba za sadaka zimetoka. Na tayari kiwango cha kwanza cha sadaka vile vile kimetoka. Labda kwako mama mwenyekiti, mimi nisiwe ni mtajaji sana wa kiwango cha sadaka, namna gani tunatoa sadaka zetu, na vile vile kama siku hiyo special wetu
Unajua wanawake hatuna shughuli ndogo ukialikwa sehemu lazima uulize tunavaa rangi gani, tunavaaje. Ni kweli kabisa. Ndio. Kiasi ambacho tumeweka minimum kabisa ni shilingi 30,000. Ndio kianzio. Lakini kianzio. Lakini mtu kufungwi. Unaweza ukatoa 100,000, unaweza ukatoa 40,000. Na hata kama huna, wewe ambaye ni msikilizaji, kufungwi, unatoa chochote ulicho nacho. Lakini pia wale wanaotuma ambao wako mbali na ngome ya Yesu, unaweza ukatuma sadaka yako katika simu Tigo Pesa. Ndio. 0713 45 72 34. Ndio. Jina linatoka Musa Richard Mwacha. Kwa hiyo tumeruhusiwa kabisa kutuma sadaka zetu moja kwa moja kwenye namba ya mtu wa Mungu. Hiyo namba sio mama mwenyekiti, sio namba ya Happiness Minja, wala sio namba ya mjumbe mwenzetu pale. Ni namba ya madhabahu moja kwa moja, na itatokea hapo kwenye screen yako sasa hivi namba ya kutuma sadaka yako ambayo inaanzia shilingi 30,000. Unaruhusiwa pia kuanza kupunguza. Sio lazima ukaitoa yote 30,000 sasa hivi, lakini unaweza kuanza kupunguza. Lakini kianzio chako kima cha chini ni 30,000 kwa ajili ya kuchangia kununua skani ambayo itakuwa inapeleka madhabahu inayotembea mikoani na sehemu zote nchini Tanzania. Ukweli ni kwamba jinsi ambavyo wewe unamtumikia Mungu ndivyo ambavyo maisha yako yanafunguliwa. Usiseme lini itafika Moshi. Lini itafika kwetu sijui Tabora, Sumbawanga. Sisi wengine tumezaliwa tumeyakuta makanisa. Baraka wanaanza kupokea wale waliojenga hayo makanisa kabla tujazipokea sisi. Wengine tumekuja ngome ya Yesu Kristo tukangangana. Wanajenga choo na sisi tukasema haiwezekani. Yaani choo atumie nani? Alafu mimi niwe sijajenga. Unajenga choo, unaona maisha yako yanapanda. Madhabahu ya kudumu pia tumeanza ghorofa 3. Kuna watu wamengangana. Nakumbuka kuna mama mmoja alikuja ngomeni, alikuwa ana tatizo la uzazi. Huo ni ushuhuda. Alikuwa ana tatizo la uzazi kiasi kwamba hata kizazi alikuwa hana. Na alikuwa tu anajua kwamba mimi sitazaa tena. Lakini amekuja ngomeni kwa mambo yake tu mengine, kwamba ili unajua kuna watu wanamkadiria Mungu kwamba kuna Mungu mambo atafanya, kuna mengine hatofanya. Sasa nitapetaje ujauzito wakati tayari mimi sina kizazi? Kwa hiyo Mungu afanye labda anifungue uchumi wangu. Lakini katika ule ujenzi kipindi hicho kuzoa kifusi vile ile kubeba kifusi na nini, ghafla akaanza kushangaa, ukiwa hata una kizazi majira uyapati kabisa akina mama. Akaanza kushangaa, mbona napata majira na mimi sina kama mwanamke mwingine wakati tayari mimi najijua sipo kwenye hilo fungu. Ghafla miezi ikasogea akapata ujauzito. Amekuja kushuhudia madhabahuni akiwa amebeba mtoto na ana uhakika hakuwa na kizazi. Kwa hiyo ni madhabahu ya kudumu tunaiongelea hapa. Lakini sisi tumeenda mbali zaidi kwenye madhabahu inayotembea. Ile ambayo inaenda kufichua kijijini kwako, kwenye chimbuko lako. Unajua tumekutana mjini, unanijua tu mimi Happiness Minja, lakini hujui. Lakini nizungumze kuongezea hapo. Ndio. Tumemwona Mungu wa kwa Musa Richard Mwacha. Ndio. Ni wengi tumetendewa. Mimi ni mmoja wapo. Na shuhuda nyingi sana. Sadaka za madhabahu ya ngome ya Yesu. Kila sadaka ina baraka zake. Ni kweli. Nazungumza na neni tazama na neni sikiliza. Sadaka zote tunazotoa zina miujiza mikubwa sana. Sasa nazungumza kwa hii sadaka kwa kupitia kununua Scania. Mimi nazungumza na neni sikiliza na naye tazama. Ya kwamba haijarishi unapitia changamoto gani. Sadaka unazotoa ngome ya Yesu. Madhabahuni. Tumemwona Mungu kwa kupitia sadaka ya madhabahu ya kudumu. Ni kweli. Tumemwona Mungu kwa kupitia sadaka ya madhabahu ya kutembea. Tumemwona Mungu kwa kupitia zaka. Yani sadaka zote kiukweli. Yoyote ile. Tumemwona Mungu. Sasa najua ya kwamba hii sadaka tunaokwenda kutoa hatutokuwa kama tulivyokuwa. Ni kweli kabisa. Kwa maana kwanza tuna package yetu sisi wa mama, mwanamke. Kuhani ametuandalia package yetu ambako kupitia hii sadaka tunaokwenda kuinunua Scania. Jinsi Scania inavyotembea na sisi maisha yetu yanaenda kufunguliwa. Jinsi Scania inapopeleka injili mkoa mwingine, hata kama sio mkoa wako, lakini ikaanza kwa mkoa mwingine, mimi nasema nawe mwanamke hautobaki kama ulivyokuwa. Ni kweli kabisa. Kwa maana tumeona sisi jinsi madhabahu ya kudumu inavyozidi kukua. Hatukuja hivi ngome. Kweli kabisa. Kuna watu na washuhudia. Sikuja mimi sikuja hivi ngomeni.
na ndio maana ngomeni sitoki. Sasa nazungumza na yule ambaye ananitazama, yamkini ana maswali, afike ngomeni, afike ile tarehe 8. Ndio. Na istoshe tunamkaribisha hata yule hajawahi kufika ngomeni. Amuone Yesu kwa Musa, jinsi matendo yake makuu. Achukue kadi, anunue Scania, haijalishi kwa 30, inategemea ni wewe mwenyewe, iwe 100,000, iwe 50 nini. Lakini ninamhakikishia Yesu kwa Musa ninavyomjua mimi, hatobaki kama vile alivyokuwa. Kwa tumemwona Kristo. Naomba niongezee tu. Kuna jambo umenikumbusha. Siku ya kwanza wakati tunazindua hizi kazi, siku hiyo hiyo watu walianza kufunguliwa pale. Yes. Ni kweli nilishuhudia. Watu 3 wameshafunguliwa pale. Na shuhuda zinamiminika. Siku inayofuata Jumanne. Ndio. Watu wakaja na shuhuda kuhusiana na nini? Na kadi hizo za madhabahu. Na ilikuwa bado hata tukio lenyewe hatujafika. Yaani ni kwanza ni mwezi wa pili jamani. Ni mwezi wa pili huu. Yaani nawahamasisha wanawake na watu wote Tanzania. Ndio. Hebu changamkieni. Hii sawa sawa na tenda. Kabisa. Sawa na tenda kabisa. Na nimemwona Yesu kwa Musa kwa jinsi thamani ya mwanamke. Lazima mwanamke ujitambue. Tunafundishwa neno madhabahuni. Unaona kumbe. Ninakushukuru Mungu kwa kuwa mwanamke. Kwa kweli tulikuwa huko, tulipita na magumu. Lakini mimi nazungumza kwa kupitia ngome ya Yesu imenifundisha jinsi ya utoaji. Nimemwona Mungu kwa watoto wangu, kwa familia yangu, kwa maisha yangu, hata kwa afya yangu. Sasa ni moja ambapo yeye anayetusikiliza mwanamke, anayetusikiliza hata kama ni mwanaume, kwa maana hata mwanaume ametokana na mwanamke. Yamkini ana mama yake. Na kuhani alitufundisha kwamba haijalishi hata kama mama hayupo, wewe ulitokana kwa msingi wa mwanamke. Alafu thamani ya mwanamke. Sasa mimi nazungumza na yule mwanamke mjasiriamali, mwanamke mfanyabiashara, mwanamke ambaye amekata tamaa, hajui atafanya nini. Kwa maana hata mimi nakuja ngomeni nilishakata tamaa, lakini kwa kusikia neno madhabahuni liliniinua na nimefika hapa. Na ni wanawake wengi tumewaona ngomeni, tuna shuhuda nyingi sana. Sasa ya kwamba tujue ya kwamba sisi ni wa thamani. Ndio. Tumeona neno katika la Isaya 43 mstari wa 4. Ndio. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa. Nitainua watu kwa ajili yako na makabila ya watu. Sasa tumeinuliwa mtumishi wa Mungu kwa Musa Richard Mwacha. Anazidi kutupa baraka kwa wingi. Kwa maana kila anachotamka, fanya hivi, jenga nguzo, chukua kadi ya nguzo. Na kweli tunamuona Kristo. Kabisa. Madhabahu ya kuyanotembea tumemuona Kristo. Sasa nazungumza kwa hili Scania, tutamuona Kristo. Kabisa. Tutauona yani ukuu wake kupitia sisi maisha yetu na watoto wetu, familia zetu. Kwa kupitia hii Scania tutapata ufungulivu, tutapata uponyaji, tutafunguliwa kiuchumi, watoto wetu wataendelea kuwa na maisha mazuri, hawatamilikiwa tena na ufalme wa giza. Mimi nazungumza na unayenitazama, mwanamke uliyekata tamaa, karibu ngome ya Yesu. Kabisa. Karibu ile siku tarehe 8 mwezi wa 3. Ile ni siku yako, kwa maana kuna package yetu. Kuhani anakwenda kuzungumza na kila mwanamke aliyeko ngomeni, na hata huko ngomeni unanisikiliza na kunitazama. Karibu sana ngomeni, karibu katika sherehe ya wanawake. Mimi na imani utakapokuja hiyo siku utamuona Mungu, na ndio hapo utakaposema kumbe ningejua siku nyingi ningekuja ngomeni. Mimi mwenyewe nilivyofika ngomeni nilikuta neno la mtumishi wa Mungu, nikafunguliwa, nikasema siku zote nilikuwa wapi? Ni kweli. Unajua tusiishi katika mazoea ya kusema ya kwamba hapana, wewe usisikilize tu kwenye redio. Njoo ngomeni. Njoo tuwe pamoja katika hiyo sherehe ya wanawake siku hiyo ya mwanamke. Njoo na biashara zako, njoo na haja yako, leta hoja yako. Sawa, unajua wanawake tunapenda mambo mazuri. Tunapenda shughuli. Mama mwenyekiti, vazi letu sasa tunavaaje? Na mwaka huu tunavaa lavenda, mwaka huu tunavaa nyekundu, tunavaa rangi gani? Kuna watu ambao hawakuwepo siku ya ibada. Kuna watu ambao wako nje ya Tanzania, wako nje ya Dar es Salaam, lakini ni wanawake, hawataki kupitwa. Mwaka huu tunavaa batiki. Ziko batiki aina kama hiyo ambayo tunaiona hapo sasa kwenye screen yetu. Wewe unakuja unachagua unayoitaka. Ambayo roho yako inapenda. Kwa hiyo unaruhusiwa, ziko aina 3. Aina 3. Ndio. Hiyo ndio ya kwanza tumeiona, na hiyo ni ya pili.
Sasa hapa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Na zote ziko nzuri. Unashindwa hata uchague ipi. Tunakukaribisha sana wewe mwanamke. Ndio. Ukumbuke pia kwamba wewe mwanamke usiposimama kwenye nafasi yako, ndio, yani umekuwa yani mtu wa kupoteza. Mfano katika Mithali 10 mstari wa kwanza, ndio, naomba nisome. Wakati tunafungua Biblia mama, twende pale kwenye batiki zetu aina 3. Kila batiki moja naipata wapi na gharama yake iko? Kila batiki moja ni shilingi 30,000, lakini iko Ngomeni. Ipo Ngomeni hapa. Haipatikani kwingine kokote kwa sababu pale zina nembo kabisa ya Fresh Spring Fellowship. Ukiangalia mstari wa chini ule, wanawake wa Ngomeni hawana jambo dogo jamani. Hatuna jambo dogo. Na niongezea kabisa kwamba lile si kama nguo tunazovaa za kawaida. Lile vazi ni la utukufu. Ndio. Yesu Kristo kwa Musa ambaye anatuvisha vazi. Vazi lile lina uponyaji. Vazi lile lina ufungulivu. Vazi lile ni la baraka. Sasa chukulia, unapochukua lile vazi kwa shilingi 30,000 yako, utakavyolishona, haijarishi una kisukari, una magonjwa au uchumi uko zero, lile vazi tayari limeshawekwa wakfu, ambalo tutakapokwenda kulivaa sio lile vazi kama mavazi tunayovaa ya kawaida. Ni moja ambao ni ufunuo wa baba yetu, ametoa lile vazi tayari limeshabarikiwa kabisa na ameshaliombea. Na tunakumbuka mavazi yote ya nyuma yanaleta ufungulivu sana. Nakumbuka mimi tukiwa tunazungumza na watu ambao wamefika madhabahuni, kitendo cha mtu kuingia katika madhabahu ya ngome Yesu Kristo, anafika mapokezi, anachukua vazi lake ni la Christmas, kwenye kulibebelea tu anadondoka. Yani kulibebelea tu, hajaekewa mkono, hajaambiwa chochote, yani kwenye kulishika tu lile vazi anaisikia nguvu ya Mungu moja kwa moja. Kuna mmoja alichukua vazi, walikosea akampa vitenge viwili, wakati yeye amelipia kimoja. Akaenda navyo vyote nyumbani. Kufika nyumbani msuko uliomuanzia mpaka karudisha. Kwa hivyo hayo mavazi yanayotolewa ngome ya Mungu, ngome ya Yesu Kristo, sio tu vazi kama kitenge cha Kariakoo. Ndio. Haya ni mavazi rasmi. Baba yetu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha ameyaombea. Amepoteza muda wake, ameombea. Kwa hivyo yani ukichukua una uhakika. Ndio. Hata kama unampelekea mgonjwa wako nyumbani, hata kama unawapa watoto wako hawafaulu shule, yani kila kitu wewe utafanikiwa. Sawa, mtazamaji wa Jehova Jire TV, kwa sasa hivi tunaenda mapumziko mafupi, lakini tunavyorudi tunaendelea na mama mwenyekiti. Kuna neno hapa alikuwa anataka kutugaia, halafu tutapokea simu, tutasoma message kwa njia ya YouTube, kwa njia ya message za kawaida. Namba za studio zitapita hapo kwenye screen yako. Hapo chini TX atatuwekea Linus pale. Tutasoma message zako vizuri na tutapokea simu yako kuelekea siku ya mwanamke duniani tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Bila kusahau 2025 ni mwaka wa kustawi, na hapa katika madhabahu ya ngome Yesu Kristo tunastawi na mwanamke. Tunaenda mapumziko mafupi kuelekea ibada ya kesho, alafu tunarejea hapa tena. Stawi Mwanamke 2025 ni mwaka wa kustawi. Unaangalia Jehova Jire TV. Fresh Spring Fellowship. Jumapili hii, ngome ya Yesu Kristo kwa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Jumapili ni ibada ya upako wa Daudi. Amen. Ibada ya upako wa Daudi ni ibada ya mafuta ya pembe. Amen. Ya kutoa maisha yako katika mipango ya maadui. Amen. Na kuyarudisha katika mipango ya Mungu mwenyewe. Amina. Uko tayari kurudishwa katika mikono ya Mungu mwenyewe aliye hai? Niko tayari. Jumapili tutakuwa na ibada ya mafuta maalumu ya pembe. Amen. Sema amina. Amina. Inaitwa ni upako wa Daudi. Amen.
Amen. Kutolewa katika mikono ya maadui zako. Amen. Na mipango yote mibaya waliokupangia. Amina. Na kukurudisha katika mikono ya Mungu. Amen. Na mipango ya Mungu ndio itakayokamilika kwenye maisha yako. Amina. Amina hiyo ni kidogo, kwa nini usipige amina ya kutosha? Amina. Unajua mipango ya Mungu ni mingi. Amen. Katika maisha yako. Amina. Na ndani ya mwezi huu wa pili kabla hujamalizika, ndio kila mpango Mungu aliyokupangia katika mwezi huu upate kukamilika kwenye maisha yako. Amen. Licha ya mwaka 2025. Amina. Tunataka kila mwezi Mungu alichokipanga kifanyike kwenye maisha yako. Amen. Kitafanyika, kitafanikiwa. Kitafanyika. Basi Yesu mwenyewe akufanikishe na kuwezeshe kufika katika ibada hiyo. Mtazamaji, usikose kuhudhuria ibada hii ndani ya ngome ya Yesu Kristo, Kimara Temboni, kwa mpako wa mafuta kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Karibu sana. Makubwa sana kwa Yesu. Tumepokea maelekezo kwa Yesu. Tarehe ambayo itajwa, Amen. ambayo ni tarehe ya siku ya wanawake duniani. Amina. Kwamba itakuwa ni sikukuu maalum hapa Ngomeni. Haleluya. Kwa wamama wote wa Ngomeni. Amen. Watakuwa na sare yao ya nguo. Amina. Na kitenge hicho kitatolewa hapa ili wale wanaweza kushona hiyo sare ya Ngomeni waishone. Ili tupendeze, lakini pia siku hiyo iwe ni siku ya kubarikiwa kwa wakina mama. Amina. Siku hiyo itakuwa ni siku ya baraka. Wamama wote wataleta biashara zao wanazozifanya kama maonesho hapa kanisani. Amina. Na wakiisha kuzileta kama maonesho, tutawawekea kibabanda lao. Yes. Kila mtu atawakilisha kazi anazojishughulisha nazo. Amen. Sema amina. Amina. Madaktari. Unaangalia Jehova Jire TV. Stawi Mwanamke 2025 ni mwaka wa kustawi. Stawi Mwanamke 2025 ni mwaka wa kustawi. Tumerudi tena hapa tuko studio katika Jehova Jire TV, madhabahu ya ngome ya Yesu Kristo, Kimara Temboni, kwa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Tarehe 8 mwezi wa 3, siku ya Jumamosi, tunalo tukio letu kubwa sana hapa litakalofanyika. Itakuwa ni siku ya mwanamke duniani, na hapa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha ametupa kibali kikubwa sana kama wanawake wa madhabahu ya ngome ya Yesu Kristo, kualika wanawake wenzetu kutoka mataifa mbalimbali, kutoka sehemu mbalimbali, kutoka makanisa mbalimbali. Tuna shughuli yetu kubwa tutaifanya siku hiyo, na sasa hivi basi kupitia kipindi hiki tunatuma sadaka zetu ambazo ni kuanzia shilingi 30,000 na kuendelea, kile ambacho Mungu atakuwa amekujalia nacho, ili siku hiyo ya tarehe 8 tukapate kukabidhi, tukapate kununua Scania kwa ajili ya kubebea madhabahu inayotembea. Kama wanawake tumeona kwamba mambo mengi sana tunahitaji kufunguliwa sisi, alafu na familia yetu tukaibebe. Ndio maana hiyo siku tutaadhimisha ufungulivu katika kununua gari yetu basi Scania katika madhabahu ya ngome Yesu Kristo. Kabla tujaenda break fupi, nilikutajia namba za sadaka na vile vile jinsi ambavyo utapiga simu yako hapa studio. Ukituma sadaka yako, ukitaka kupunguza unaruhusiwa, ukitaka kutuma sadaka yako kamili unaruhusiwa. Namba za sadaka ambazo unatakiwa kutuma sadaka yako sasa hivi ni namba ya kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, ambayo ni 0713 45 72 34. Narudia tena 0713 45 72 34. Utakapotuma sadaka yako hapo, hakikisha jina litakalotokea ni Musa Richard Mwacha. Narudia tena 0713 45 72 34.
Jina litakalotokea hapo hakikisha ni Musa Richard Mwacha. Sadaka yako unayotuma hapo ni sadaka ya mwanamke, ni sadaka kwa ajili ya kununulia Scania, kubebea madhabahu inayotembea. Batiki yako utaipata katika madhabahu ya Ngome ya Yesu Kristo. Utakapofika mahali hapa siku yoyote ile, njoo reception hapo mapokezi, utakabidhiwa batiki yako ambayo ina thamani ya shilingi 30,000. Tuna aina 3 za batiki, utachagua yoyote unayoipenda ama unaruhusiwa pia kuchukua zote 3. Ni wewe tu jinsi ambavyo utakavyoamua, maana wanawake hatuna jambo dogo kabisa. Tukiwa hapa Ngome ya Yesu Kristo tunafunguliwa, tunabarikiwa, tunainuliwa. Sasa cha kufanya, ukishatuma sadaka yako hapo, nitumie ujumbe wako mfupi sasa hivi. Chukua hiyo message, forward hapa studio tukapate kuruka na wewe. Ikiwa uko YouTube fanya hivyo, ukiwa uko Jehova Jire TV fanya hivyo, na namba ya kutuma message yako ya muamala ni 0786 979999. Namba ya studio hiyo ya kutuma message sasa hivi au ya kupiga simu baada tu ya kutuma sadaka yako ni 0786 979999. Tunasubiri message yako sasa hivi, tunasubiri simu yako sasa hivi. Mama mwenyekiti, tulikuwa tunaendelea na neno hapa. Amina. Nilikuwa nataka tu nisisitize ndio wanawake umuhimu wa kutoa sadaka. Ni kweli. Sisi wanawake ndio wenye mzigo. Sisi wanawake ndio tulioshika familia. Ndio. Sisi wanawake ndio tulioshika kanisa, jamii. Yaani mwanamke huwezi kukwepa kwa lolote. Ndio. Cha msingi unachotakiwa ni wewe kukombolewa, ufunguliwe na familia yako ifanye nini? Ufunguliwe. Mfano, kwenye Mithali 10 mstari wa kwanza, naweza kusema. Amina, nitasoma katika jina la Yesu. Amina. Mithali 10 mstari wa kwanza inasema, mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, ndio, bali mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamaye. Sasa hapo ina maana kwamba wewe usipoikomboa familia yako, uzao wako, kwa kutolea watoto wako sadaka, ndio, kwenye madhabahu inayotembea, mizigo ya watoto wale watakao kuwa wajinga shuleni, unabeba mama. Yaani dunia yote inakuangalia wewe, umeshindwa kumlea. Na baba mwenyewe anaweza kaondoka kwenye familia, akatafuta mke mwingine kwa sababu wewe unazaa watoto ambao yeye hawamridhishi. Ndio. Kwa hivyo wewe mwanamke, nakusihi sana. Ndio. Sadaka, kutoa sadaka ni kukomboa. Kukomboa uzao wako, kukomboa familia yako. Ni kuweka msingi mzuri kwenye familia. Ni kweli. Kwa hivyo jitahidi sana mwanamke, lakini hata baba. Baba yeyote mwenye hekima, ndio, lazima anahakikisha ni kichwa cha familia. Utakuwaje kichwa kama humtegemezi Yesu? Okay. Kwa sababu neno la Yesu hii kwamba madhabahu inayotembea ilikuwepo toka zamani, toka enzi za Yesu. Yesu mwenyewe aliagiza, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili. Na yeye mwenyewe alienda, alikuwa anaitisha mikutano mbalimbali. Hiyo ni madhabahu inayotembea kila mahali, kwenye Marko 16:15. Nitasoma Marko katika jina la 16. Yesu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni kote, ndio, mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Ndio. Aaminie, tutasoma mstari wa 16. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini hatahukumiwa. Amina. Kwa hivyo hii madhabahu inayotembea ambayo maagizo amepewa baba yetu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, ndio, kwamba ni lazima tununue gari la madhabahu inayotembea. Ndio. Lengo ni kuhubiri Injili kila sehemu. Ndio. Utaendaje kuhubiri kama usipopelekwa? Kwa sababu unapotoa sadaka unahubiri pamoja na mtumishi wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Unapoenda kuhubiri, wale kabla hawajapokea, walioendewa kule, wewe uliyetoa sadaka unaanza kupokea kwanza. Kwa hivyo ni kushauri wale ambao wanaelewa, walishachangamkia zamani, kabla mjaendelezea vizuri, washatoa. Kwa sababu anaelewa nguvu iliyopo wapi? Madhabahuni.
hakuna neno lolote litakalo tamkwa na baba yetu kwani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Ndio. Yesu hajaliwekea muhuri. Ndio. Analiwekea muhuri na linakuwa kweli na amina. Kwa sababu yeye ni mtumishi wa Mungu. Mwenyekiti, tuongeze kwa hili neno pia la Warumi 10:15. Ndio. Tena wahubirije wasipopelekwa. Kwa hiyo ni lazima madhabahu inayotembea ipelekwe. Inauliza, je, ndio wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu ya wahubirie habari ya njema. Ndio. Kwa hiyo wataendaje kama tusipopelekwa? Sasa madhabahu ya kudumu itaendaje? Kabisa, tuna kuhani ataendaje? Tupokee hapa kwanza simu yake tusikie mwenzetu amejiungamishaje. Huyu amepotea. Tukianza kusoma message, kuna mwingine hapa online kabisa. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Unaitwa nani ndugu yetu? Namba zinaingiliana. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Tunaomba ukipiga simu yako tafadhali uzungumze kwa sauti ya juu kabisa tuweze kukusikiliza. Bwana Yesu atukuzwe. Amina sana. Unaitwa nani? Uko wapi? Naitwa kwa Heaven Light, niko Kimara Temboni. Kwa Heaven Light. Bwana Yesu atukuzwe tena kwa mara nyingine. Amina, hongereni sana hapo studio. Amina sana kwani. Hongera na wewe kwa kufuatilia live moja kwa moja. Amina. Nawapata vizuri sana mama yangu na mama Usedia. Ndio. Hongereni sana. Ndio kwani. Asante. Hakika siku ya kina mama itakuwa ni fire. Amina sana. La kuongezea hapo kuhani? Mimi ni wakaribisha wa mama. Kwamba wamama wa Kimara Temboni ndio au mama wa Ngomeni ndio nani tuna jambo letu. Kama aliposema mama mwenyekiti, maana mpumbavu ni mzigo kwa mama yake. Ni kweli. Yuko mama ambaye yuko nyumbani yamkini analia kwa ajili ya mabinti zake. Ndio. Sasa ule wakati wa kulia umeisha. Aje Kimara Temboni awaunganishe watoto wake kwenye madhabahu ya ngome ya Yesu. Ndio. Kuwatolea sadaka shilingi 30,000 tu. Hata ikiwezekana aongeze. Ndio. Awakomboe kutoka kwenye kila kifungu kilichowafunga. Ni kweli. Kupitia hii gari ambao wakina mama Yesu amemsemesha baba yetu. Ndio. Kwamba wamama wana hii zoezi la kununua gari ya madhabahu inayotembea. Jinsi gari itakapokuwa inatembea mikoani. Ndio. Ndivyo itakapokuwa inatembea pamoja na maisha yetu. Ni kweli kabisa kwa. Amina sana. Na sio mtoto wa kike tu. Nataka watoto wote, familia nzima. Ni kweli. Hili ni zoezi la kina mama, lakini mama kama mama aliunganisha familia yake yote, mtoto wa kiume, mtoto wa kike. Sawa. Anataka shilingi 30. Sawa kwani. Kwa hiyo niwakaribishe sana wamama wenzangu wanaotufuatilia, wanaotusikiliza. Ndio. Wakaribie Kimara Temboni. Amina sana. Tunakushukuru kwa Heaven Light. Amina, asante sana. Amina sana. Huyo ni kuhani Heaven Light, kuhani moja kati ya wanawake katika madhabahu ya ngome ya Yesu Kristo. Na yeye alikuwa na ya kwake ya kuongezea hapo na tumemsikiliza kwa makini kabisa. Tupokee simu nyingine. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Unaitwa nani? Naongea na Edward Martin kutoka Singida Kitukutu. Amina sana, tumepokea simu ya baba hapa. Naongea na Edward Martin kutoka Singida Kitukutu. Amina, kutoka Singida. Sikuelekea siku ya mwanamke. Tunaomba kujua sadaka yako unaitumaje na ni namna gani unatamani ufungulivu wa mwanamke ukapate kutendeka kwenye familia yako.
yaani nataka nitoe mchango mkubwa sana, maana wanawake ni jeshi kubwa hapa duniani. Amen. Amina sana, amina sana. Namba za sadaka tumezituma hapo, umeziona? Nimeziona. Amina sana. Tunategemea mchango wako hapa, nione message yako katika eneo la ujumbe mfupi hapo. Na namba za kutuma pia message utakayotuma sadaka kwa baba lao tuione hapo. Haina shida. Amina sana. Hongera sana. Karibu Ngome Yesu Kristo utakapofika Dar es Salaam. Haya, asante. Amina sana. Tunaendelea kupokea simu nyingine. Huyu naye amekimbia. Bado tuna message nyingi. Kuna watu wengi sana wanaendelea kupiga simu zao hapo. Unaweza kutuma sadaka yako sasa hivi kupitia namba ambazo zinapita hapo kwenye television. Pia baada ya kutuma sadaka yako unaweza pia ukaturushia muamala yako kwenye namba ya studio. Tunaendelea kuongea na mtu mwingine ambaye anapiga simu yake sasa hivi. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Naomba utusikilize kupitia simu yako na sio television tafadhali. Nakusikia. Bwana Yesu atukuzwe na kusalimia. Tupokee simu nyingine tena. Unapopiga simu studio, tunaomba tafadhali punguza sauti ya televisheni yako, halafu ongeza sauti yako wewe ili tukapate kusikilizana vizuri. Ukitusikiliza kupitia television na sauti zinakuwa zinaingiliana, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kwa wewe kusikika moja kwa moja. Bado tunaendelea kupokea simu za wale watu ambao wanatamani kujiungamanisha na sadaka hii ya siku ya mwanamke duniani. Bwana Yesu atukuzwe. Hello. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amina sana. Tunazungumza na nani na uko wapi? Unaongea na Starondi, niko Masasi Mtwara. Kutoka Masasi Mtwara, siku ya mwanamke tarehe 8 mwezi wa 3. Sadaka yako? Ndio. Sadaka yangu, napenda kutoa sadaka yangu, ila naomba niweze kujua jinsi ya kupata kitenge cha kwa ajili ya sadaka yangu. Sawa. Utakapotuma sadaka yako na jinsi ya kupata kitenge chako, una namba za call center? Swali la kwanza. Namba unazo za call center au tuziweke hapo ili upige simu tujue namna gani utakapo? Kuna namba ambazo sasa hivi zitawekwa kwenye screen hapo, ni namba za call center. Ukipiga hiyo namba utawaambia, tena iko sasa hivi kwenye screen yako. Kama unaweza kuangalia kwenye TV, kuna namba hapo tayari imewekwa. Kwa wewe mtu yoyote ya 0747474660. Sasa hiyo namba iandike pembeni. Hiyo namba utaipiga, utawaambia unahitaji batiki, vazi la siku ya mwanamke. Sawa? Ndio. Ukipiga hiyo namba watakupa maelekezo ya jinsi watakavyo kutumia. Utatuma hiyo sadaka yako na jinsi ya kukutumia wao watakwambia, na utawaelekeza sehemu gani upo mkoa gani, na kitakufikia moja kwa moja, usijali. Asante, mbarikiwe, maana hata kiongozi anayetuongoza Tanzania ni mwana mama. Amina sana. Tunategemea kupata message yako hapa ya sadaka kupitia namba za studio ambazo zinaishia na 9999. Ukishatuma sadaka unatuma hapo message, tunaiona. Alafu kuhusiana na vazi unapiga simu call center moja kwa moja, yani batiki lako litakufikia popote pale ulipo. Haya, ongea na mama wote na wapenda kwenye kipindi cha leo. Amina. Amina sana, tumepokea. Asante. Waambie barikiwe sana. Amina sana, endelea kubarikiwa na wewe. Amina sana. Tunaendelea kuzungumza na watu ambao tayari wamepiga simu zao na wanaendelea kupiga simu zao hapa studio kuelekea siku ya mwanamke duniani. Tarehe 8 mwezi wa 3 itakuwa ni siku ya Jumamosi katika madhabahu ya Ngome Yesu Kristo. Tuna jambo letu kubwa sana. Kwa hiyo hata kwa wewe ambaye hauko Dar es Salaam unaruhusiwa kushiriki kabisa hiyo siku. Karibuni wote jamani, karibuni. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Habari ya uzima? Nzuri sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Musa Charles. Uko Mbagala, Musa Charles.
Musa Charles, tunaomba kujua sadaka yako. Asante, itapatikana. Tumeona kitenzi cha vizuri, lakini kulingana siku ya kina mama tarehe 8 ndio inabidi nimchukulie mambo kwa sababu ndo kuonekana mimi Juma ili nimchukulie kitenge kama pesa 2 hivi, nakuja Jumapili kesho, yani ukisema Jumapili inakuwa ni mbali, si eti mama mwenyekiti aseme tu kesho asubuhi atakuwepo kwenye ibada hapa. Yani ukifika nenda mapokezi na sadaka yako pale, na 30,000 ya cha kwanza, 30,000 ya cha pili unavipata. Ni wewe tu utamchagulia mama rangi gani, ukitaka kama ile ya dhambarau, ukitaka kama ile ya gold, au kama ile nyeupe fulani hivi kama lavenda. Vyote utavikuta mapokezi kwa gharama hiyo ambayo imetajwa hapo, sio zaidi, sio pungufu. Utabarikiwa sana. Asante. Huja nichukue tawali mapema, nichukue mapema pokezi. Ndio. Pili nimpelekee mama yangu. Mama kila kitu. Kwanza Mungu, kwanza mama. Amina sana. Asante sana, tunashukuru. Asante. Kazi njema. Amina sana, asante sana. Sasa wanaume wamekuwa wengi sana kuliko wanawake. Bwana Yesu atukuzwe. Amina sana. Habari ya Ngomeni ni nzuri sana. Afadhali umekomboa wanawake, maana wababa wameonekana kutuzidi. Wenyewe wametuma sadaka tayari wababa, na sio tu sadaka na vazi. Na vazi juu. Tukusikilize mwanamke mwenzetu. Amina sana Danema. Mimi ni mwanamke ambaye ninaishi jirani, niko Kenya. Ndio. Niko upande wa Kenya, Loitoktok. Wakati mwa Kenya na Tanzania. Tuseme jirani ni Tarakea. Yaani ukienda mbele ni Moshi. Ndio. Amina sana. Mimi nimefurahia sana kwa maana jinsi ya matangazo ndio nimeyapata kwa muda huu, japokuwa nafuatilia sana na sijajua kwamba maandalizi yalianza lini, lakini ninaahidi kwamba mimi naitwa Judith. Mimi ni mtu wa Tanga Msabaa. Mimi natamani kabisa pia ni hata pia nina vitu vingi nahitaji. Sasa sijuaje kwamba nitakataje. Nilitembea mara moja Ngomeni nikafika hapo. Ndio. Natamani sana niombeeni tu nifike siku nyingine, na pia nahitaji hicho kitenge. Nahitaji pia nitachangia huo ujenzi, na sijui namna ya kupata kadi ya madhabahu inayotembea. Sasa naomba nikurahisishie. Nina shauku sana Danema kwa kweli. Mimi unaniita Neema, umenifananisha na Neema. Sio mbaya. Mimi ni Happiness. Najua kwa sababu tunafanya sana na Neema. Tunafanya sana kila kipindi niko naye. Ni hapa tu ndo sipo naye. Ni kweli. Ndio. Sasa jinsi ya kupata. Amina sana. Nikuelekeze jinsi ya kupata kadi ya madhabahu inayotembea au jinsi ya kupata batiki zako. Kuna namba ya Ngomeni Call Center. Hiyo namba unaweza ukapiga simu masaa 24 ukiwa na tatizo lolote lile, ukiwa na shida yoyote ile, ukiwa na swali lolote lile linalohusiana na madhabahu ya ngome ya Yesu Kristo. Hiyo namba inarudishwa sasa hivi hapo kwenye skrini yako, utaiona. Iandike pembeni, hakikisha hiyo namba haitoki kwenye simu yako. Ukiwa na swali kuhusu ngome ya Yesu Kristo, unapiga ya kwanza hiyo. Hata kama una namba yangu binafsi usipige. Naweza nikawa muda huo naoga, naweza nikawa kwenye maombi. Namba yako unipe basi, nikifika hapo mimi nije nikuone. Sawa, niko madhabahuni siku zote, utanikuta hapa. Piga namba Ngomeni Call Center, utapewa utaratibu wa jinsi ya kukufikia batiki zako. Ukipiga pia Ngomeni Call Center, nilitamani sana kukuona. Utaniona ukifika hapa Ngomeni, utaniona. Kwa hiyo jinsi pia kupata kadi yako ya madhabahu inayotembea, ukipiga pia Ngomeni Call Center, hapo watakuuliza sehemu ambayo uko na watakutumia kwa uaminifu kabisa. Linus ataweka hapo namba ya Ngomeni Call Center, utaiona hapo. Hakikisha una save hiyo namba. Kwa hiyo hapo tayari ni 0748 imekuja kwenye skrini yako hapo, 774660. Save hiyo namba, alafu kila shida yako kuhusu madhabahu ya ngome Yesu Kristo inatatuliwa hapo. Sawa ndugu yangu? Amina sana da Happiness, pia na wapenda sana
Ngomeni, alafu tuwaambie watu ambao ni watazamaji wa televisheni wapunguze, yani wajue namna ya kupiga simu, sababu wanawasumbua. Naongea kwa wenzangu wote ambao wanawasumbua, sababu unakuta anapiga alafu huku anasikiliza sauti kwa television. Yesu ni mwema, wamekusikia ndugu yetu. Aya, namba nyingine hapa inatupigia simu. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi? Naitwa Rehema, napiga simu kutoka Dodoma. Kutokea Dodoma. Tunashukuru sana umejiunga na sisi. Siku ya mwanamke tarehe 8 mwezi wa 3, ndugu yetu kutoka Dodoma. Jambo gani ulilonalo? Nimeshajiunga siku ya kwanza kabisa kukaa studio hapo. Nimeshajiunga, ila naomba namba ya muamala. Aha, namba ya muamala. Namba ya muamala sasa hapo isikilize vizuri kabisa, tena ikiwezekana iandike pembeni. Namba ya muamala ni 0713 0713 45 72 34. Ndiyo, hapo jina ni Musa Richard Mwacha. Hakikisha ukituma tu sadaka yako hapo moja kwa moja inapokelewa na baba lao, kuhani mwenyewe kabisa. Alafu baada ya kufanya hivyo tutaona namna gani ambavyo Yesu ataenda kukushangaza kwenye maisha yako. Nitumaga siku ya kwanza kabisa kukaa kina kuhani Neema na mtangazaji na Salma Jumaa. Hiyo siku nituma, hiyo niambiwa nani namba ya tuma mama, ndio nitachelewa kuiandika. Aha. Sawa kabisa. Na vile vile katika siku hiyo tutakuwa tuna vazi letu batiki. 0713. Hiyo ni namba ya sadaka. Kama umeshatuma sadaka, namba ya kututumia sadaka umeshatuma. Nilituma kwenye namba ya 54. Aha, sawa. 24. 9500. Aha. Basi tunaomba utume muamala wako sasa hivi kwenye namba hii ya studio ambayo ni 0786 0789. Hapana, 6. 0786 97 99 99. Hii ninayo, nimeisave. Sasa tuma hapo sasa message yako sasa hivi ya muamala. Sawa ndugu yetu? Asante. Aya, amina sana. Kwa hiyo yoyote yule ambaye anaweza kutuma sasa hivi sadaka yake anaruhusiwa kuendelea kutuma sadaka yake, na kwa yule ambaye yuko YouTube tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi mahali hapa ili tuone namna gani ambavyo unatamani kuendelea kujiungamanisha na sadaka ya siku ya mwanamke duniani. Na vile vile kwa wewe ambaye unahitaji vazi la siku ya mwanamke duniani, linapatikana Mapokezi, Ngome ya Yesu Kristo. Ukifika hapo sadaka yake 30 tu unatoa pale, unapewa vazi lako. Tuna mavazi ya aina 3 unayaona hapo kwenye screen yako. Tayari utapatiwa na utaenda kushona vile ambavyo unataka. Kwenye line ya simu, Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Kazi za Mungu. Nzuri sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu natoka Singida. Napenda kazi yenu. Yaani kama kitu nibebe nyumba yangu hivi. Ndio maana tunanunua kichwa cha Scania na baba amesema tuinunue nzima nzima kwa ajili ya ndugu zetu kama nyinyi. Sasa baba ameona itoshe kuwaita watu. Tunakuja. Sasa ni zamu ya sisi kuwafuata. Na ni jukumu letu. Unaniguvia nguvu ambazo sio za kawaida ya. Amina sana. Sadaka yako tafadhali ndio ambayo itafanikisha sisi kufika Singida. Si kweli? Ni kweli kabisa. Singida naambia niko madhabahu ya mtumishi. Amina sana. Tuko pamoja ndugu yetu. Amina sana jamani, Mungu awatie nguvu wa mama. Amina sana. Tuwaendelee kuwakumbusha namba ya kutuma sadaka yako kwa ajili ya siku ya mwanamke duniani ambayo kitaifa ni tarehe 8 mwezi wa 3. Na hapa kwa mara ya kwanza mama mwenyekiti ametuambia, na hapa tutafanya hiyo hiyo. Mama mwenyekiti anatuambiaga
tutamalizia siku ya Jumapili. Tutavaa vazi la rangi fulani. Lakini mwaka huu amegoma. Ameona ni mwaka wa kustawi. Kwa hiyo mwanamke lazima astawi. 2025. Namba ya kutuma sadaka yako. Lazima tustawi. Amina sana. Kwa hiyo ambaye ndio kwanza unajiunga na sisi kupitia Jehova Jire TV wakati huu, namba ambazo zinapita hapo kwenye skrini yako ndio namba maalumu kwa ajili ya kutuma sadaka yako, ambayo ni 0713 45 72 34. Tuma hapo sadaka yako nzuri kabisa ambayo inaanzia shilingi 30,000 ili na wewe ukapate kujiungamanisha na siku hiyo ya mwanamke duniani. Zile baraka ambazo zitatamkwa madhabahuni. Hata kama uko Singida, zitakufikia. Hata kama uko nje, zitakufikia. Lilian Bupe tayari kupitia YouTube ametuambia yeye tayari ameweka, nimeona hapa, nimepitia haraka haraka. Unajua kazi ya mwandishi wa habari. Jicho halitui chini. Nimeona yeye akiwa wa kwanza kabisa amesema Bwana Yesu Kristo atukuzwe Ngomeni, na yeye anataka awepo. Na vile vile akuishia hapo, akasema pia anataka aekewe vinne, batiki pisi 4 zile. Aekewe 4. Akachagua na rangi kabisa, 2 zile kama za pink zile, alafu 2 ndio ile moja na moja iliyobaki. Yani hajataka kupitwa. Na huyu hayuko Tanzania, lakini tayari ameshachagua 4 na amechagua na rangi zake kabisa, amefanya booking. Amina. Hongera sana Lilian Mbupe. Na Pili Ramadhani na yeye anajiungamanisha, Matilda Makawia amejiungamanisha pia, Florence Mhando na yeye anaendelea kujiungamanisha na ameomba namba za kupiga hapa studio. Ana Mpangala na yeye amejiungamanisha. Kuna hao ambao wamejiungamanisha kwa sababu tayari tuko nao Dar es Salaam hapa. Tunaamini lazima watakapokuja ibadani watafanya jambo. Kwa Neverlight Manga na yeye pia ameendelea kujiungamanisha katika njia ya YouTube. Matias Alberto Jolama na yeye pia ameomba Mungu wa ngome Yesu Kristo akapate kumtendea. James Kulo kutoka Dodoma amesema amina sana. Tunashukuru kwa muda wako wote ambao umekuwa na sisi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki maalum mpaka wakati huu. Mama mwenyekiti, tunahitimishaje siku ya leo? Yani nirudie kuwasalimia tena, Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina sana. Kusema ukweli, madhabahu inayotembea ndio kila kitu. Kwa sababu gani? Unavotolea sadaka ya madhabahu inayotembea, lazima popote unapoenda inakufuatilia kabisa. Kwa uwe mama, uwe baba, uwe dada, uwe nani, bibi, unakaribisha sana. Uwe babu, hebu jiungamanishe na sadaka yako. Ndio. Ili nitarudia tena, ili familia yako iweke salama. Ndio. Kwa sababu Mungu yani sio mtu wa kuchezea. Atapigana na wale wanaopigana na wewe. Ndio. Atawafuatilia. Atatuma mtumishi wake. Tukumbuke Cornelio. Ndio. Cornelio alikuwa anatoa sadaka sana pamoja na maombi. Lakini chochote kile alikuwa anafuatiliwa mpaka akawatumiwa watumishi. Kwa hivyo kwa vyovyote vile, wewe kama ni mtoaji wa sadaka hasa inayotembea, madhabahu inayotembea, Yesu atamlazimisha mtumishi wa Mungu akutafute kabisa. Kwa maana wewe unasapoti, unafanya watu wengine wapone kwa sababu yako. Mfano Scania ikinunuliwa, wewe umetoa sadaka yako hapa. Kuna watu watapona kule Scania itakapofika. Amina. Kwa hivyo wewe usione hapa tunacheza, tunaongea kitu ambacho tuna uhakika nacho. Ni kweli. Na tumesharidhika nacho. Na si tumeshaona kwa macho. Atuongee kitu ambacho hakiko kiko hewani. Tumeshaona, tumeshathibitisha. Kwa hivyo karibu sana wewe mama, wewe baba, wewe mtoto, kila mtu. Hata wewe kijana unayetaka kuoa. Unajuaje utaoa nani? Kabisa, madhabahu inayotembea kufikie. Kupitia television wanaona ambavyo madhabahu inayotembea jinsi ambavyo iliingia ngome ya Yesu Kristo. Na ndio Scania kama hilo tunalitaka na sisi tulinunue wanawake. Kama hilo ambalo linapita kwenye screen yako hapo, ndio tunalitaka sisi liwe la kwetu. Tutakodi mpaka lini? Ina maana tukienda Tanga, tuna kodi inaenda inarudi. Ina maana tukienda sehemu tunasimamiwa na gari za watu.
Kama tumeweza kununua madhabahu inayotembea, tunashindwaje kununua gari? Mjumbe, tumalizie hapo kwa dakika moja. Mimi niseme kwamba ninamshukuru Mungu sana 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 kwa siku ya leo na kwa kupitia madhabahu inayotembea. Ninamshukuru Mungu sana kwa kupitia mtumishi wake kwa Musa Richard. Kwa kupitia yeye leo tuko hapa. Ndio. Nazungumza, naweka msisitizo. Iwe ni binti, kesho yako ijue. Ndio. Iwe ni kijana, kesho yako ijue. Ndio. Iwe ni mama. Kwa mama tumepita na magumu mengi. Ni kweli. Tumekutana na mengi, tumelia sana. Ni kweli. Kwa kupitia watoto, kupitia uchumi, kupitia ndoa. Iwe wewe baba. Kwa maana sote chanzo ni mwanamke. Kabisa. Sasa nazungumza tarehe 8 sio ya ile tulioizoea. Ni hii 2025 ni ya tofauti. Kabisa, tarehe 8. Na wewe mwanamke, tarehe 8 mwezi wa 3 ni ya tofauti. Ni kabisa. Ya tofauti. Chukua hiyo tarehe 8 ni ya tofauti kabisa. Katika ibada ya Jumapili kwamba tupendeze. Tayari lile vazi lina upako. Tutoe sadaka. Kwa nini tukodi? Kabisa. Chunguza ukodi Scania Dar es Salaam to Singida shilingi ngapi? Kabisa, muda tulionao umetuishia sasa hivi kupitia madhabahu ya ngome ya Yesu Kristo kwa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, tarehe 8 mwezi wa 3 siku ya Jumamosi. Tunalo jambo kubwa sana hapa wanawake, na hiki kilikuwa kipindi maalum tukuelekea siku hiyo. Vazi unalipata katika madhabahu ya ngome ya Yesu Kristo pale mapokezi. Sadaka yako, namba za kutuma sadaka tumekutajia hapo na zitaendelea kupita mara kwa mara, 0713 45 72 34. Hakikisha jina ni Musa Richard Mwacha. Utakapotuma sadaka yako hapo, moja kwa moja utapatiwa kadi yako na utajiungamanisha moja kwa moja. Langu jina ni Happiness Minja, nilikuwa na mama mwenyekiti hapa na mjumbe wetu mmoja. Tunarudisha matangazo studio, tukutane kesho saa 12 kamili asubuhi ibadani. Na maendeleo.